Jeshi la Marekani limesema kuwa meli mbili za kivita za jeshi la wanamaji la Marekani ziliingia Ghuba ili kuvunja kizuizi cha Iran na kwamba meli mbili tayari zimekwisha kupita kutoka nchini Marekani ambazo zilikuwa zimepitia katika mlango bahari wa Hormuz baada ya Iran kusema ilikuwa imezuia meli ya kivita Marekani kuingia katika Ghuba. Kamati kuu ya Marekani imesema vikosi vyake vilikuwa vinaunga mkono uhuru wa mradi wa Rais Donald Trump ambao unalenga kuongoza meli za kibiashara zilizokwama katika Ghuba kutokana na vita kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran, na walikuwa wakitekeleza kizuizi cha bandari za Iran. Uingiliaji kati huo ulionekana kuongeza hatari ya mzozo wa moja kwa moja kati ya Marekani na Iran katika njia ya maji ambayo kwa kawaida hubeba sehemu ya tano mafuta na gesi duniani, lakini imezuiwa kwa miezi miwili kutokana na vita hivyo. CENTCOM ilisema meli mbili za wafanyabiashara zenye bendera ya Marekani zilikuwa tayari zimevuka njia panda, huku meli za kivita za Marekani zikifanya kazi katika Ghuba, na kuongeza kuwa vikosi vya Marekani vinasaidia kwa kamilifu juhudi za kurejesha usafiri wa meli za kibiashara. Mapema Jumatatu pia Iran ilisema kwamba ililazimisha meli ya kivita Marekani kurudi kutoka mlango wa bahari wa Hormuz, ingawa CENTCOM ilikataa haraka ripoti ya habari ya Iran ya kwamba meli hiyo ilikuwa imeshambuliwa na makombora. Afisa mkuu wa Iran amesema kwamba Iran iliweza kurusha risasi ya onyo na kwamba haikuwa wazi kama meli hiyo ya kivita ilikuwa imeharibiwa au kushambuliwa. Tayari bei ya mafuta ilipanda kwa 5% kutokana na ripoti za meli hiyo kurudishwa nyuma, lakini kufikia 1220 GMT ilikuwa imepanda karibu 2.5%. Sekta ya meli bado ina uhakika kwamba njia muhimu ya mafuta ambayo kufungwa kwake kumeharibu biashara ya kimataifa ni salama kutumia bila dalili yoyote ya maendeleo kuelekea suluhisho la mazungumzo la mzozo wa Washington na Tehran. Jeshi la wanamaji la Iran lilisema limezuia meli za kivita za Amerika wa Zayuni kuingia katika eneo la mlango bahari kwa kutoa onyo la haraka na la uamuzi, ambako baadaye shirika la habari la Fars kutoka nchini Iran ilisema makombora mawili yaligonga meli hiyo karibu na bandari ya Jaski kwenye mlango wa kusini wa mlango bahari, na baadaye CENTCOM ilikanusha kwamba meli yoyote ya kivita ilikuwa imeshambuliwa. Mvutano unaoendelea katika mlango bahari wa Hormuz ni tukio nyeti sana kwa siasa za kimataifa, uchumi wa dunia na usalama wa nishati. Hii si njia ya maji ya kawaida, ni moja ya njia muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta, ambapo takriban 20% ya mafuta duniani hupita katika eneo hilo. Kwanza, kile kinachoonekana sasa ni hatua ya kujaribu mipaka kati ya Marekani chini ya Donald Trump na Iran, ambako Washington kupeleka meli za kivita na kusindikiza meli za kibiashara ni ishara ya wazi ya kwamba inataka kuonyesha nguvu na kuhakikisha uhuru wa usafiri wa kimataifa. Kwa upande mwingine, Iran nayo inaonyesha uwezo wake wa kudhibiti eneo hilo kwa kutoa onyo, kurusha risasi za tahadhari na hata kudai kushambulia au kuzuia meli za Marekani. Katika hali hii, kuna matokeo kadhaa yanayoweza kutokea. Kwanza, kuongezeka kwa mapambano ya kijeshi. Hili ndilo jambo la kwanza la kuzingatia. Tukio kama la kurushiana risasi za onyo linaweza kubadilika haraka kuwa shambulio halisi. Ikiwa meli ya Marekani itaharibiwa au askari wake kujeruhiwa, Marekani inaweza kujibu kwa mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya vituo vya kijeshi vya Iran. Hii inaweza kusababisha vita ya muda mfupi lakini vyenye madhara makubwa katika Ghuba ya Uajemi. Lakini pia kingine ambacho kinaweza kutokea vita kamili, kuna uwezekano pia, lakini bado pia kuna namna huenda ikasababishwa na hatari ndogo. Ingawa hakuna upande unaoonekana kutaka vita kamili, historia inaonyesha migogoro mingi huanza kwa makosa au tafasiri mbaya ya hatua za kijeshi. Ikiwa Israeli itaingia moja kwa moja zaidi au Iran itashambulia miundombinu ya mafuta ya washirika wa Marekani kama Saudi Arabia, hali hii inaweza kugeuka kwa vita pana ya kikanda, na kitahusisha pia makundi ya washirika kama vile Hezbollah au wanamgambo wengine Mashariki ya Kati. Tayari pia tumeona athari zake, bei ya mafuta imepanda. Hili linaweza kuendelea au hata kuwa baya zaidi, kufungwa au kuathiriwa kwa mlango bahari wa Hormuz pia kunaweza kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta kila siku, kuongezeka kwa gharama za usafirishaji, mfumuko wa bei katika nchi nyingi ikiwemo Tanzania. Hii inaweza kuathiri maisha kila siku, kuanzia bei ya mafuta ya magari hadi gharama za bidhaa sokoni. Lakini pia inaonekana kuna dalili tayari za kuhusu vita vya taarifa, kwamba Iran imesema meli imepigwa, Marekani imekanusha. Hii nayo inaonyesha vita ya propaganda
Kila upande unajaribu kudhibiti simulizi ili kupata uungwaji mkono wa kimataifa. Hivyo si kila taarifa itakuwa ya kuaminika moja kwa moja na kutakuwa na mkanganyiko mkubwa wa habari. Pia niangazie kuhusu shinikizo la kimataifa kwa mazungumzo. Nchi kubwa kama China, Urusi na mataifa ya Ulaya zina maslahi makubwa ya kiuchumi katika utulivu wa eneo hili. Kadri hali inavyozidi kuwa mbaya, ndivyo tutakavyoona shinikizo la kidiplomasia likiongezeka ili pande zote zikae mezani, hata kama kuna mvutano mkali. Historia inaonyesha Marekani na Iran mara nyingi huishia katika mazungumzo ya siri au ya wazi ili kuepusha hasara kubwa. Lakini pia kuna uwezekano wa kuongezeka kwa uwepo wa kijeshi wa kimataifa. Hii huenda mataifa mengine pia yakatuma meli zao kulinda biashara zao. Hii inaweza kufanya eneo hilo kuwa na msongamano wa kijeshi, jambo ambalo linaongeza hatari ya ajali au mapigano yasiyokusudiwa. Kwa jumla, hali ilivyo sasa ni hatari, lakini bado inadhibitika. Hakuna upande unaoonekana kutaka vita kamili, lakini hatua ndogo ndogo kama kusindikiza meli au kutoa onyo zinaweza kusababisha mlipuko mkubwa ikiwa zitatafasiriwa vibaya. Kwa mtazamo wa karibu, jambo la kufuatilia zaidi ni je, kutakuwa na shambulio la moja kwa moja lililothibitishwa? Je, biashara ya mafuta itaendelea kuvurugika? Je, kutakuwa na juhudi za wazi za mazungumzo? Ikiwa hakuna shambulio kubwa linalotokea, hali hii inaweza kubaki kwenye mvutano wa chini, lakini kama tukio moja kubwa litatokea, hasa uharibifu wa meli au vifo vya wanajeshi, basi dunia inaweza kushuhudia mgogoro mkubwa zaidi katika eneo hilo kwa mara nyingine tena. Kwa kifupi, dunia iko kwenye mstari mwembamba kati ya maonyo ya kijeshi na vita halisi. Hivyo basi, acha tuone kile ambacho kitaripotiwa ama kile ambacho pia kitaweza kujili kwenye hichi pia ambacho kwa sasa kinazidi kuonekana kule Mashariki ya Kati, hasa pia kuhusu mzozo mkubwa ambao tayari umeanza pale kwenye mlango bahari wa Hormuz tangu pia Donald Trump atangaze kusimamia meli ambazo pia inabidi zipite katika mlango bahari wa Hormuz. Hivyo tuendelee kufahamishana pia na kufuatiana kila siku na kila wakati kwa hichi ambacho pia kinajili huko Mashariki ya Kati. Asante sana kwa sana, pia karibu sana kwa baadaye kwa taarifa zingine zaidi katika siku ya leo. Mimi ni Yohana Machia.